Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Shalom mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumai umri wa afya na muda kama na huko chonjo kabisa radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu, na kukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu toka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Safari Alimasi ni mchambuzi wako wa leo. Upande wa pili nitasaidiwa na Merci Mbelechi, na kualika uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu. Uchambuzi wa habari kabla unakuwa unapata fursa kuweza kupata habari muhimu ambazo za leo zinakujia naye mwenzangu Sudi Valente. Hali gani Sudi? Mwenzangu Safari Alimasi limetinwa, mimi niko ngangari, mimi nakaza kabisa. Sijui labda upande wako. Hata na mimi licha ya kuwa safarini kwa sasa nimerejea, niko salama kabisa. Bila shaka natumai kwamba mchoko wa kusafiri na boti umekusumbua sana. Yes, unajua tena. Labda umeandalia nini wasikilizaji kwenye habari muhimu? Ndio, leo katika habari zilizogonga mwamba tuanzie na hapa katika mji wa Baraka ni kwamba mama mmoja aliyejulikana kwa jina la Furaha Charlotte wa miaka 43 ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa Alhamisi tariki 29 Mei mwaka huu kunako kata la Mwandiga ya kwanza manispa ya Katanga mjini Baraka. Butembo, raia wa mji wa Butembo wameamka kwenye hali ya wasiwasi Jumaa ya wiki tunayo. Hivyo ni kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwenye kijiji cha Mutuna umbali wa kilomita 7 na mji wa Butembo. Katika habari za kitaifa, bunge la kitaifa limeruhusu mwendesha mashtaka wa korti ya utenguzi kumfungulia hatua za kisheria Constant Mutamba, waziri wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi zaidi utaweza kumsikiliza mwenzetu Isaac Mlocha Ashibe kunako habari hizo za kitaifa. Deal, safari njema kunako ukurasa wetu wa habari kwa siku ya leo. Ni kushukuru mwenzangu Sudi Valentine. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari na katika mji wa Baraka ambako wabunge wachaguliwa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya taifa wapanga kuendesha harakati za kupata misaada kwa makundi ya kizalendo Jumamosi ya tarehe 31 Mei 2025 kwenye uwanja wa mpira Lumumba na saa 8 mchana. Kulingana na kitangazo rasmi toka kwenye muungano wa wabunge hao, wamesema ni vyema raia wa mji wa Baraka na Fizi kujumuika kwa wingi eneo hilo, huku wakijionea wenyewe kazi ambazo wabunge wao wanazitenda usiku na mchana. Wabunge wao wa kiraifa waraka utoa misaada hiyo ni pamoja na mheshimiwa Msenyibwa Pele Janvier, Basoshi Ubwetofil, Yamangio Kushibwela Obedi pamoja na Chakubuta Mfaume Teashe. Na tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba mama mmoja aliyejulikana kwa jina la Furaha Charlotte wa miaka 43 ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa Alhamisi ya tarehe 29 Mei 2025 katika kata Mwandiga ya kwanza manispa Katanga mjini Baraka. Akizungumza na Radio Kivu, bwana Redi Mukamusi, kaka wa marehemu, amesema kuwa ilikuwa mida saa 1 usiku ndipo watu wenye kumiliki silaha kinyume cha sheria waliwasili nyumbani kwake na kisha kumfyatulia risasi za tumboni kama anavyoeleza hapa kwenye Radio Kivu. Tumsikilize. Ilikuwa muda wa 19 mtu alifariki kwa kupigwa risasi. Yeye mama alikuwa akipiga ndani ya mafiga, piga chakula mle, baadaye kusikia amepigwa masasi pale, ila akujua ni nani aliyempiga masasi. Baadhi ya hapo ikabidi kwamba waite wahusika wa kijiji wakakuja pale kufanya intervention pale, habikuwezekana, ikabidi eti tumbe kwenye hospitali, lakini hakuwezekana. Basi mtu akakufa. Baadhi ya hapo ikakucha asubuhi yake leta zote zilikuwa hapa hivi, zikafanya uchunguzi ankete pale, bakamaliza njoo bakaondoka, bakaamuru ya kwamba mtu azikwe
na jamaa lake. Marehemu huyo alikuwa anaitwa kwa jina la Furaha Charlotte, mkamusi wa jamaa la Banyamuganga. Alikufa na miaka 43. Alikuwa na mtoto mmoja wa kike, ndiye alikuwa akiishi naye kwenye parcele yake hapa Mwandiga. Hakukuwa na tashi kwenye jamaa lake wala kwenye jamaa kwenye alikuwa naolewa, hakukuwa tashi hata kidogo. Mimi kama vile kaka marehemu niliwaza tu kama mtu amekufa hivyo, nikajiwaza mambo mengi, pengine naye amekosea mtu fulani wa kijiji, aidha amekosea mtu wa familia ya bwana yake, lakini basi hapo nikachunguza mimi mwenyewe sikupata hata jibu. Tengo vya usalama vilifika hapa kwa ajili viliitwa na mwenye kijiji cha hapa Mwandiga, kama vile nyumba 10, kama vile komanda de la police, kama vile kapita wa kijiji. Huko Kasaba ni kwamba mkuu wa sekta Nganja ametaja kushukuru serikali ya jimbo na ile ya taifa kwa kuajia na msaada wa vyakula na visivyo vyakula wanga wa mafuriko yaliyotokea tariki 9 mwezi Mei pa kijiji cha Kasaba sekta Nganja tarafani Fizi. Akizungumza na redio yako bwana Kil Bernard, mkuu wa sekta Nganja amesema kuwa ni jambo la kupongeza kuona serikali na wajali raia wa vijiji vyake, hasa kuajia na msaada pindi wanapopata tatizo kama alivyoeleza. Nitaexprime joie yangu kwa serikali yangu ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, hususan kwake rais wetu Felix Tshisekedi Chilombo Antoine ambaye halali na kuweza kukumbuka hata watu ambao wanapatikana nyuma, nasema nyuma kwenye vijiji na vitongoji vya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, sababu Kasaba ni moja kati ya vijiji ambavyo vinapatikana ndani ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Tulikuwa hatutegemei kupata viongozi ambao wanaweza kuja kuwa pamoja nasi kutokana na majanga ambayo tumeweza kukumbana nayo hapa, na hivyo kutokana na misaada hii yote ambayo mnashuhudia nyinyi journalist, kwa kweli huu ni msaada sasa wa tatu, sababu msaada wa kwanza ulikuja na vice gouverneur wa province pamoja na wadepute provinciaux na president wa assemblée provinciale yetu ya Sud Kivu, na msaada wa pili ulikuwa kipesa ambao gouverneur mwenyewe professeur Jean-Jacques Purusi ambayo aliweza kuachia waanga aswa le vrai victime ya hii catastrophe naturelle ambayo ilipitika hapa Kasaba, na hivyo kuwaletea kitita cha pesa cha milioni 4 na tukawapa. Na leo hii tunaenda kushuhudia msaada wa tatu wa serikali wa mabati, unga na kadhalika. Kwa kweli naendelea kutoa shukrani zangu sana na kupongeza serikali yetu ya Kongo na kusema kwamba majanga kama na haya huwa yanapitika maeneo tofauti, na maana leo hii ni kwangu Kasaba, kesho itakuwa kwa wengine. Roho ambayo rais anayo aendelee nayo, hiyo inaonyesha kwamba yuko bega kwa bega na raia wakati wote wa matatizo. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, na mpisha mwenzangu Omar Makelelozil kwa mengi zaidi. Na barabara kabisa, mpenzi msikilizaji wa redio kijamii Kivu Baraka. Leo katika habari za michezo tuanze na habari za hapa katika mji wa Baraka ndani ya manispa ya Katanga kule Mwandiga. Ni kwamba mechi za nusu finali ya tournament ambayo inapigwa katika uwanja wa Oni pale Mwandiga itaweza kutimua vumbi siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Siku ya Jumamosi ya tariki 31 Mei 2025 vijana wa DC Uraga watakipiga vikali zidi ya Tujan majira saa 9, na siku ya Jumapili vijana wa Moma Sport watakuwa uso kwa uso zidi ya vijana wa VS La Victoire. Hii ni mechi kubwa ambayo inasubiriwa na mashabiki wengi wa soka pale katika kata la Mwandiga mjini Baraka. Moja kwa moja tujelekeze katika bara la Ulaya. Ni kwamba klabu ya Chelsea The Blues ipo kwenye mazungumzo na mchezaji Jadon Sancho ili kuangalia uwezekano wa kufikia makubaliano rasmi ya mchezaji huyo akubali kusaini mkataba wa kumsajili moja kwa moja kutoka kwenye mkopo ambaye huenda ukatamatika hivi karibuni. Jadon Sancho inaripotiwa kuwa yupo tayari kusalia klabuni hapo na hayupo tena tayari kurejea pale Manchester United. Klabu ya Milan AC hapo nchini Italia imekamilisha dili la kumsajili kocha Massimiliano Allegri kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo. Allegri anarejea Milan AC kwa mara nyingine tena. Alifundisha klabu hii kwa miaka ya nyuma kuanzia mwaka 2010 hadi mwaka 2014, kisha kuondoka. Allegri amerejea mara tena.
Uongozi wa klabu ya Chelsea The Blues hapo nchini Uingereza umewapa mapumziko ya siku 10 tu wachezaji wote wa klabu hiyo baada ya mchezo wa fainali ya UEFA Europa Conference League usiku wa kucha siku ya 4 ya wiki tunayo, ambao waliweza kuwanyuka timu ya Real Betis Sevilla nchini Uhispania maboma 4-1. Baada ya siku 10 hizo kukamilika, kinachofuata ni maandalizi ya kimikakati kuelekea mashindano ya kombe la dunia upande wa vilabu ambao itaweza kutimua vumbi huko Marekani. Na mwisho ni kwamba uongozi wa klabu ya FC Barcelona hapo nchini Uhispania umealika klabu ya Como ya huko nchini Italia kwa ajili ya kucheza mchezo wa Joan Grand Patron Fi. Klabu hiyo ya FC Como inafundishwa na mchezaji Cesc Fabregas ambaye pia aliwahi kuichezea klabu ya FC Barcelona miaka iliyopita. Klabu hiyo imedhihirisha kuwa wako tayari kwenda kupambana na klabu ya FC Barcelona hapo mchezo huo maalumu. Naweka nukta katika habari za michezo. Ni kushukuru mwenzangu Omar Makelelozil. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu kwa masafa 93.0 FM, na ni muda wa uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Ila msikilizaji, ukipenda kufuata uchambuzi wa habari kisha uchambuzi, uweze kutufuata kwenye mtandao wetu wa YouTube ukiandika Radio Communautaire Kivu Baraka. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tupindukie huko katika mji wa Butembo, mji ambao unapatikana katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambako raia mji wa Butembo wameamka kwenye hali ya wasiwasi Ijumaa ya wiki tunayo, hivyo ni kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwenye kijiji cha Matuna umbali wa kilomita 7 na mji huo. Mengi zaidi tunajiunga na Izangos Movies wa Kapuni toka Butembo. Ilikuwa asubuhi ya mapema ya hii Ijumaa ndipo mlio wa bunduki na silaha nzito ulisikika. Raia katika mji wa Butembo walipanic muda ambapo walipokuwa wakisikia mlio huo wa bunduki, mizinga, rachacha, silaha kama RPG-7, mitutu ya vifaru pamoja na silaha nzito ziitwazo mabazoka zilipokuwa zikisikika. Alipoulizwa kamanda wa askari jeshi za Kongo mjini Butembo, Kanali Zeng Chakal, alifunua kwamba ilikuwa operesheni askari jeshi za Kongo pamoja na askari jeshi za EPDF za Uganda kuwarushia waasi wa ADF eneo la Winga, kijiji kipatikanacho kilomita 40 kutoka magharibi mwa mji wa Butembo. Kamanda wa askari jeshi katika mji wa Butembo, Zeng Chakal, aliendelea na kufunua kwamba ni waasi ADF wanaopatikana katika kijiji cha Matuna ndio watupiwa moto huo. Ni yeye pia aliyefunua kwamba jambo hili lilitendeka kwa kuwa silaha wanazozichukua ni nzito zingelishindwa kupita juu ya madaraja yanayopatikana barabara Butembo Winga. Ni kwa hiyo waliona ni vema wawatupia moto waasi ADF baada kuwalenga eneo la huko Matuna simbali na mji wa Winga katika wilaya ya Lubero. Huo usiku, parokia la Kikatoliki Isidore Bakanja ya Kirao ni kilomita 7 kutoka katika mji wa Butembo ilivamiwa na majambazi. Hawakufaulu kuingia ndani kwa kuwa ploti ilikuwa imewekewa viziba njia mbalimbali. Tulipomuuliza, mmoja kati ya mapadri, Tuzinde Mbuweki, alifunua kwamba hawa majambazi nguvu zao ziligonga mwamba walipokuwa wakitaka kupandia juu ploti ili waingie ndani. Ni kwa yeye na kufunua kwamba askari jeshi walifika saa 10 za asubuhi ili kuona nini kinachoendelea na kuwakuta wale wajambazi wakiwa wamemenya mbio. Kanali Zeng Chakal wa askari jeshi za FARDC mjini Butembo alihakikisha na kufunua kwamba ni yeye aliyewatuma askari hawa kwenda kuokoa kanisa la mapadri Isidore Bakanja la Kirao, huko ambapo usalama ulirudi kuwa shwari. Butembo, Nzangosi Moviswa, Radio Kivu Baraka. Asante Zangosi Moviswa kwa ripoti yako hiyo. Tujielekeze katika mkoa wa Tanganyika, makao makuu Kalemi. Ni kwamba wanamgambo zaidi ya 100 wa kundi la Fimbo na Fimbo wamejiripoti na silaha zao kwa gavana wa mkoa wa Tanganyika, huku wakiahidi kutumikia nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kalemi, Olombo Didier Doctor.
Inakuwa ni zaidi ya 100 wanamgambo wa kikundi yakishikilia silaha fimbo na fimbo ambao wanakuwa naamua kabisa kutoa silaha zao na vifaa vingine vya kivita kwa kiongozi wa jimbo la Tanganyika. Swala kama na hilo lilikuwa nafanyika kwenye kijiji Kasama kinachokuwa napatikana kwenye kilomita karibia 15 kusini mwa tarafa ya Kalemi mjini. Wanamgambo hao wa zamani walikuwa kwa muda huo na gawa silaha 5 ya vita na hata vile vile mapinde pamoja na mishale. Kikundi hiki kinakuwa naamua moja kwa moja kuondoka kwenye masuala ya mapori na hata vile vile na hiyo ni kisha kufanyikisha kwa miaka mingi ugaidi ndani ya eneo hilo la mji wa Kalemi, hususan maeneo ya Katibili na kadhalika, ikiongozwa na Michel Bitonto. Wanamgambo hao wa zamani wa Maimai wanakuwa naamua kwa sasa kuchagua njia ya amani kwa ajili ya kuchangia kwa maendeleo ya jimbo. Wamoja na wengine wanakuwa naonesha nia yao ya kujiunga moja kwa moja na harakati ya program ya Reserve Armée ya Defense, hata vile vile kujirozesha kwenye jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, PNC. Wakati ule wengine wanakuwa nadai kuwa tayari kuingia kwenye maisha ya kijamii. Pa nafasi kama na hiyo, wanamgambo hao wapiganaji wa zamani wa kigundi fimbo na fimbo walikuwa nafaidika na msaada wa chakula na vifaa vingine kama vile turubali, na hiyo ni kwa kusubiria utaratibu utakaokuwa nachukuliwa na viongozi. Swala kama na hilo lilikuwa nafanyika chini ya uwepo wao makamanda wa operation ya kijeshi usalama Kanali Munyalizi Alex na kamanda akihusika na masuala ya Reserve Armée ya Defense RAD jimboni Tanganyika Jean-Claude Mukubwa. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu Olombwe, Didier Doctor. Huko Mobani kwamba tariki 2 Juni ya mwaka huu bado inabaki siku maalumu kwa ajili ya mitihani ya taifa kwa wanafunzi wa darasa la 4 la sekondari pa Moba. Ndivyo wamehakikisha hayo mkuu kiongozi wa kitengo kidogo cha elimu ya taifa na uraia mpya cha Moba ya kwanza. Undani wa taarifa hii na Isidor Kashulu kutoka Moba. Ndani matarafa ya Moba, inspekta mkuu wa sekondari ndani mwa kitengo kidogo cha elimu ya taifa na uraia upya cha Moba ya kwanza ni Mlenda Simplicity siku ya Alhamisi 29 mwaka 2025 amekuanzia kama tarehe 2 Juni na baki tarehe kudumishwa kwa ajili ya kupitishwa tasnifu. Hayo ni kwa mujibu wa kalenda ya mitihani isiyo ya kawaida ya mtihani wa serikali mwaka 2025 nchini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Masuala ya mitihani ipo tayari ndani ya matarafa ya Moba na senta ina mtihani wa serikali ya kitengo kidogo cha elimu ya taifa na uraia upya cha Moba ya kwanza ipo inapangwa kwa ajili ya kupitishwa tasnifu, anasema inspekta. Mtihani inapaswa kufanyika ile siku ya kwanza le 2 Juin 2025. Na hapa tuko nasema examen yenyewe ilishafika, tuko nayo hapa Moba. Watoto wajitayarishe suffisamment, ile examen inapaswa kupita mwile date yenyewe ilisemekana yenyewe beko nayo kuma date far. Tuna senta ine hapa kwetu Moba, senta ine ya kupitisha ile mitihani. Senta ya kwanza ni hapa Furaha Yetu, na senta ya pili ni ya Mwanga, na senta ya tatu ni pale Kilimantinde Moba Port, na ya ine ni pale Kala Kungobola Bana. Na wale wa chef de centre tulisha balance kuma masomo yao kwa kuweza kutayarisha namna gani watoto watafanya mitihani. Kwa wakati wanachisha wanafunzi waliofika finali wakandidati kwenye mtihani wa serikali kwa tayari kujitayarisha kamilifu kuheshimu kanuni na masharti kwa ajili ya ushiriki kwenye mitihani hiyo isiyo kawaida. Mapashwa kabambi na ya muhimu ni mtoto kwanza awe kuoroza kuliste ya masomo, na mapashwa ya kufata ni mwanafunzi aweze kulipa ile pesa ya première tranche ya participation ya maepreuve. Ule mwenye akulipa awezi kuwa na ruhusa ya kufika hata ku centre, ya kufika hata kuingia ku masomo. Watoto wanafunzi wanapashwa kuwa na msimamo wa kufata sheria ya kule ku centre yenye batakuwa. Kabla ya bo kwenda ku examen, muveye mumalalio examen, ule chef de centre atawaita na wakubwa kuwapatia mitindo yote juu ya senta.
na ndio pale tunawalomba wawe discipline, wafate mipango yote itapitikana kule kwa juu. Kwa kuingia kule kusenta inafaa uweze kulipa kwanza pesa na uwe kandidati mwenyewe ulijiandikisha kwa masomo halali, ama uwe autodidacte ndio utaweza kuaccede na kufanya ile mitihani. Mtafahamu kama somo ya kwanza fedha malipo kwa ajili ya ushiriki mtihani si ya kawaida mtihani wa serikali mwaka 2025 inapangwa kwa fedha 1085 franka ya Kongo. Nikiripoti tukamaba Zibur Kashule Radio Kivu. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba bunge la taifa limemruhusu mwendesha mashtaka wa korti ya utenguzi kumfungulia hatua za kisheria Constant Mutamba, waziri wa sheria nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mengi zaidi na Isaac Mulucha Ashibe. Wabunge wa kitaifa walipitisha Alhamisi Mei 29 idhini ya azimio la uchunguzi la mahakama dhidi ya Mutamba Constant, waziri wa nchi, waziri wa sheria na mlinda mihuri, anayeshukiwa kwa ubadilifu wa dola za Kimarekani milioni 19 kati ya dola milioni 39 kama sehemu ya mradi wa kujenga gereza huko Kisangani, mji mkuu wa mkoa wa Chopo. Uamuzi huu unakuja baada ya kukubalika kwa ripoti ya kamati maalum inayohusika na kuchunguza mashtaka ya Firmin Mvonde, wakili mkuu katika korti ya uchunguzi. Mwisho wa uchunguzi wa kina wa hati zilizotolewa na wageni wawili, Constant Mutamba na mwendesha mashtaka karibu na korti ya uchunguzi, kamati yako inabaini kuwa imeonekana ya kwamba bado kuna utata mwingi. Vizuizi ni vingi ambavyo vitazuia udhihirisho wa ukweli katika jambo hili. Kamati yako inakumbusha kwamba ukweli unatokana na waziri Constant Mutamba ni mbaya sana machoni pa sheria za Kongo. Imeeleza hayo ripoti ya tume maalum inayosomwa na Andre Lita, ripota wa tume maalum. Wakati swali lilikuwa tayari likichunguzwa katika bunge la kitaifa, Constant Mutamba wakati walikutana uso kwa uso na mawakala na watendaji wa utawala wake, walipinga utaratibu ulioanzishwa dhidi yake na sheria. Kwa upande wa Constant Mutamba, mwendesha mashtaka karibu na korti ya uchunguzi, akiwa mwenyewe chini ya uchunguzi, hana ruksa ya kuanzisha mashtaka dhidi yake. Mwambie mwanasheria mkuu wa serikali kwamba hatawahi kuniona mbele yake kujitetea. Siogopi gereza, niko tayari. Amefanya kosa kubwa la kinidhamu. Yeye ambaye ndiye mara ya uchunguzi hawezi kuanzisha hatua dhidi ya waziri wa sheria. Hili ni kosa kubwa la kinidhamu, nitazingatia matokeo yote ya sheria. Anaanza kumuita katibu mkuu wa wizara ya sheria na mkurugenzi wa adhabu, alisema Constant Mutamba huko akipigiwa makofi na mawakala na watendaji wa wizara yake. Kwa upande wa Mutamba, Firmin Mvonde alianzisha njia hii kwa kusudi la kutaka kuchafua jina lake kwa raia. Mwambie kwamba alikuwa katika kundi moja la watu wanaomuunga mkono Kabila. Kundi hili la kimafia alitakaa kunidhalilisha ili kuharibu sifa yangu. Waambie kwamba Mungu wa mababu zangu ana nguvu kuliko miungu yao. Waambie kuwa siogopi gereza, niko tayari. Walisema nilikuwa nimekimbilia Tanzania, waambie kwamba nimekuja kuonana nao. Hapa niko Kinshasa, niko kwenye ukumbi wa mahakama. Mwambie pia kwamba ninasubiri atoe ufafanuzi wa mali yake yote, nasubiri uchunguzi umalizike, alisema na kumalizia hivyo kwa kujigamba Constant Mutamba, waziri wa sheria nchini DRC. Kisha ripoti yake Isaac Mulucha inaonesha majigambo yake Constant Mutamba, waziri wa sheria nchini DRC. Tukamilishe na habari za uko Burundi ambako waziri mkuu wa Burundi Generali Gervais Ndirakobucha ameorozesha nambari 1 kwenye orodha ya wanaowania ubunge wa Seneti, huku maswali yakiibuka kuhusu mustakabali wa kiongozi huyo katika maisha ya siasa nchini Burundi. Bukur Elias Daniel kutoka Burundi na mengi zaidi. Uamuzi huu umekuja saa chache kabla ya tume huru ya uchaguzi nchini Burundi Seni kufunga kupokea orodha ya watakaowania nafasi ya ubunge wa Seneti. Gervais Ndirakobucha akiwa ndiye nambari 1 katika mkoa wa Bujumbura ambao unajumuisha mkoa wa zamani wa Cibitoke. Hivi karibuni wakati katibu mkuu wa Senate FDD Reverend Ndikurio akimkaribisha mbele ya wanachama hao, Generali Ndirakobucha alisema kuwa yeye sio mgeni katika nyanja ya siasa, kwani anajua mito ambayo ni mizuri na mibaya. Kwa upande mwingine, katibu mkuu wa Senate FDD Reverend Ndikurio pia ndiye nambari 1 kwenye orodha ya wagombea katika bunge la Seneti, akiwakilisha mkoa wa Burunga ambao unapakana na mkoa wa Kigoma wa Tanzania. Bwana Reverend Ndikurio alishikia wadhifa huo kwa miaka 5 kabla ya kuwa katibu mkuu wa chama mwaka wa 2021. Kwa sasa ikiwa anakaribia kumaliza muda wake katika nafasi hiyo. Katika historia ya chama hadi sasa hakuna aliyepewa muhula wa pili wa kukiongoza chama hicho kilichopo madarakani nchini Burundi. Uchaguzi wa bunge la Seneti utafanyika Agosti 25 mwaka huu 2025, ambapo baada ya hapo majibu zaidi ya maswali ya wananchi yataanza kuonekana juu ya mustakabali wa Generali Ndirakobucha ambaye ni waziri mkuu wa Burundi katika maisha ya kisiasa ya nchi na chama chake cha CNDD-FDD baada ya uchaguzi huo. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi,
Bukuru Elias Danieli. Asante sana Bukuru Elias Daniel kwa ripoti yako. Yo msikilizaji, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Nikushukuru wewe ambaye ulinitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Vile vile nashukuru jopo nzima la waandishi wa habari wa Radio Kivu, na mshukuru bani wangu ambaye ni Merci Mbelechi. Vile vile nashukuru watu wote waliofuata uchambuzi wa habari. Aliyekuletea uchambuzi wa habari si mwingine ni mimi Safari Almas de Metinoir. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.